Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mpenzi mtazamaji wa Manazil Online TV, leo tukiwa moja kwa moja jijini Mwanza hapa katika ofisi za Jaymat zinazopatikana jijini Mwanza, mitaa ya Kapel Point. Lengo ni nini? Lengo tumekuja moja kwa moja kuzungumza na mwenyekiti mpya wa Jaymat, anajulikana kwa majina ya Sheikh Musa Rashidi. Huyu Sheikh Musa Rashidi ni mwenyekiti mpya aliyeweza kuteuliwa na uongozi kutoka taifani na kupata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa Jaymat katika mkoa wa Mwanza. Leo tunakwenda kumsikiliza akiweza kutupa vipaumbele vyake, ni vipi alivyo navyo katika utawala wake. Tutakwenda kumsikiliza mwenyekiti mpya wa Jaymat, Sheikh Musa Rashidi. Mpenzi mtazamaji wa Manazil Online TV, tunakukumbusha kwa wewe ambaye hujaweza kusubscribe, hakikisha una subscribe channel Manazil Online TV. Utakapokuwa umesubscribe, utakuwa ni mtu wa kwanza kuweza kupata notification pindi tutakapokuwa tukirusha habari, matukio, taarifa mbalimbali kupitia YouTube channel inayojulikana kwa jina la Manazil Online TV. Usikae mbali na simu yako, tuwe tukamsikilize mwenyekiti mpya huyu wa Jaymat, na si mwingine ni Sheikh Musa Rashid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza niwasalimie kwa salamu yetu ya kijumuiya Tanzania yetu, amani kwanza, amani kwanza Tanzania yetu. Kwa jina naitwa Sheikh Musa Rashid Hassan. Mimi kwa nafasi ni mwenyekiti wa Jaymat kwa maana ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, lakini kwa mkoa wa Mwanza ndiye mwenyekiti mpya ambaye nimeaminiwa na waheshimiwa wetu wa ngazi ya juu kunikabidhi kijiti cha kusimamia taasisi hii au jumuiya hii ya Jaymat katika mkoa wetu wa Mwanza. Kwa hiyo mimi kwa sasa ndiye mwenyekiti, baada ya mwenyekiti aliyokuwepo kupandishwa katika nafasi nyingine taifani kule. Kwa hivyo inshallah kwa sasa niko mimi baada ya kutambulishwa takriban wiki moja iliyopita. Asante. Mimi nadhani vipaumbele vyangu kwanza la msingi ni kuishi katika matakwa ya kikatiba, kwa maana katiba yetu ya jumuiya, na imani katiba ile ukitazama ilivyo imejitosheleza. Ukitazama malengo na madhumuni yaliyoainishwa mle ndani ya katiba, lakini kazi za jumuiya zilizoainishwa mle ndani ya katiba vinajitosheleza kuonyesha kwamba binafsi tu, hata ukiachilia mbali maoni na mawazo nilionayo kichwani mwangu, nikiishi tu katika matakwa ya kikatiba, maana yake ni kwamba nitakuwa nimeishi katika vipaumbele muhimu sana vinavyotakiwa kutekelezwa ndani ya jumuiya yetu, mbele ya jamii ya Watanzania katika mkoa wetu wa Mwanza. Lakini kwa haraka haraka ukitazama, moja kati ya kiu yangu mimi kama mwenyekiti mpya wa jumuiya hii katika mkoa wetu wa Mwanza, jambo la awali kabisa kwanza ni kuhakikisha ukubwa wa jumuiya hii, ukubwa wa chombo hiki unatambulika mbele ya jamii. Ni chombo kikubwa mno ukitazama katiba maelezo yake yalivyo, lakini si katiba tu, fuatilia hata historia ya kuanzishwa kwa chombo hiki. Waanzilishi wa chombo hiki ni watu wakubwa sana ndani ya serikali, na ukiuliza walikianzisha chombo hiki kwa malengo yapi, wakakutajia malengo yake, basi unaona sura na picha ya ukubwa wa chombo. Sasa nikitazama chombo, nikiambiwa kwamba kipo Mwanza takriban zaidi ya miaka 6, nikitazama na ukubwa unaofahamika huko katika jamii, namna wanavyokifahamu chombo hiki, bado siridhiki kuona namna gani chombo hiki kinafahamika. Kwa hiyo nina kiu kubwa kusema kweli kuhakikisha kwamba chombo hiki kinakuwa zaidi kwa kufahamika zaidi mbele ya jamii ya wana. Asante sana, shukrani sana. Mimi nachoweza kusema ni kwamba kwanza awali ya yote mimi nimpongeze sana mtangulizi wangu aliyokuwa amekalia kiti hiki cha umwenyekiti wa jumuiya hii. Hatuwezi kubeza kwamba hakuna kazi aliyoifanya. Unajua siku zote
hata wakati mimi nimetangazwa na kutambulishwa, nilipoongea naye kwa maana ya kumpongeza kwa kazi aliyoifanya, niliyasema haya kwamba unajua siku zote mwanzo wa kulianzisha jambo huwa una ugumu wake wa hali ya juu. Hapa nilipopokea kijiti hiki najua ugumu upo, lakini mwisho wa siku bado ugumu huu huwezi kuulinganisha na ugumu unaopatikana mwanzo wa kutengeneza kitu. Kwa hiyo na imani kabisa mtangulizi wangu amekutana na ugumu wa hali ya juu, changamoto nyingi. Mpaka hapa alipokifikisha hatuwezi kusema hakijulikani kabisa. Chombo kinajulikana, japo sio kwa kiwango ambacho mimi sasa kama mwenyekiti wa jumuiya hii kwa sasa ni katika kiwango ambacho bado siridhiki nacho, lakini kwa kazi ameifanya kazi ya kutosha, na kwa baadhi ya jamii wanakifahamu chombo, lakini si kwa kiwango ambacho mimi naridhika. Kwa hiyo nataka nikitoe hapa sasa nikipeleke katika kiwango ambacho angalau mimi moyo wangu na nafsi yangu itasuhuzika. Asante. Jamii kwanza itarajie sisi kuwafikia moja kwa moja. Kuwafikia kwa maana ya kufikisha ujumbe na madhumuni na malengo yaliyomo ndani ya jumuiya hii, wawe tayari kutupokea na kutusikiliza. Na nimetoa wito katika hotuba yangu wakati nikizungumza ndani humu kwamba jamii ya Watanzania sasa hasa wana Mwanza wawe tayari chombo hiki kukipokea, kukisikiliza, kukiunga mkono. Mwisho wa siku manufaa ya chombo yatakuja yaonekane. Inawezekana kuna watu bado hawajajua manufaa ya chombo hiki, lakini unapokuwa na chombo ambacho kinasimamia na kuitangaza amani ya nchi, basi utaona hapo umuhimu wa chombo chenyewe. Kwa hiyo wanajamii kwanza wawe tayari kutupokea, lakini kama watatupa ushirikiano wa kutosha, niseme tu kwamba wawe tayari kuweza kuona manufaa ya chombo hiki kwao na kwa jamii nzima ya Tanzania kwa ujumla. Rai yangu mimi kwa jamii, kwanza hebu tuishi katika madhumuni na kile kitu ambacho kinasimamiwa na chombo hiki. Rai yangu kubwa kwa kweli, hebu tuishi katika kauli mbiu inayosema amani kwanza. Katika nchi yetu amani kwanza. Mimi na imani viko vitu vingi vya thamani kuweza kuja kuilinganisha na amani, lakini rai yangu hebu tuitazame kwa jicho la ziada amani kwanza. Haya mambo mengine yatakuja tu. Sijamaanisha kwamba kiongozi msimamizi mkuu aliyokuwepo aliyenitangulia kwamba labda alikuwa ana mfumo huo wa kupindapinda, kutokunyooka. Hapana. Nimeyazungumza hayo kwa maana nina uzoefu wa kuzijua taasisi nyingi. Taasisi nyingi zina viongozi wa aina hiyo. Hawawezi wakawa wote, na hata ndani ya jumuiya yetu haiwezekani kwamba viongozi wote waliomo ndani ya maana jumuiya na viongozi wengi. Kwa hiyo haiwezekani wote wakawa wamenyooka kama nilivyonyooka mimi au kama ninavyotaka mimi kunyooka. Lazima wanaweza wakawemo miongoni mwao ambao wanaweza wakawa na hayo makando kando ya ujanja. Kwa hiyo sikumaanisha mimi kwa maana ya kiongozi mkubwa aliyokuwepo alikuwa hivyo. Ni tahadhari ninayoitoa kwa maana ya wale viongozi wenzangu ambao tunabeba pamoja jukumu hili, wasije wakaingia katika silsila hiyo au mkumbo huo wa kuwa na tabia za namna hiyo, kwa sababu tuna uzoefu kwamba tabia kama hizo kwenye baadhi ya taasisi na kwenye baadhi ya vyombo wako viongozi wenye tabia za namna hiyo. Asante. Kwa mara nyingine nirudie, majina naitwa Musa Rashid Hassan. Kwa nafasi mimi ndiyo mwenyekiti wa JMAT. JMAT tunazungumza kwa maana Jumuiya ya Maridhiano na Amani ndani ya mkoa wetu wa Mwanza.